Sekta ya usafiri iko kwenye ukingo wa mabadiliko makubwa yanayoletwa na teknolojia za kisasa zinazovuruga mfumo wa zamani. Magari ya umeme, uendeshaji wa magari bila dereva na usafiri kama huduma TaaS vinaungana kuunda mtazamo mpya kabisa wa usafiri. Muunganiko huu si mabadiliko ya kiteknolojia tu, bali pia ni mabadiliko ya kijamii, ukiwakilisha mabadiliko ya msingi katika namna tunavyofikiria kuhusu upatikanaji na matumizi ya usafiri. Madhara yake ni makubwa, yakiwa na uwezo wa kubadilisha miji na kuifanya iwe endelevu zaidi na kuongeza ufanisi wa uchumi na jamii. Namna tunavyoishi, tunavyofanya kazi na tunavyosafiri inatarajiwa kubadilika kwa kiasi kikubwa. Enzi ya injini za mwako wa ndani ECE inaelekea ukingoni, ikitoa nafasi kwa mbadala safi zaidi. Mauzo ya magari yenye injini za mwako wa ndani yalifikia kilele mwaka 2018 na yamekuwa yakipungua tangu wakati huo. Magari ya umeme yanayotumia betri zenye ufanisi na nishati mbadala yanapinga utawala wa ICE. Magari haya yanazidi kuonekana barabarani kwetu, yakitoa usafiri usio na moshi wa kutolea, kupunguza uchafuzi wa kelele na gharama ndogo za uendeshaji. Faida hizi ni muhimu sana kwa mazingira ya mijini. Kadri teknolojia ya betri inavyoendelea, gharama za magari ya umeme zinashuka na kuyafanya yavutie zaidi kwa watumiaji na wafanyabiashara pia. Teknolojia ya uendeshaji wa magari bila dereva inaahidi kuongeza usalama na kuboresha mtiririko wa magari barabarani, hivyo kupunguza ajali na msongamano. Muunganiko wa magari ya umeme na teknolojia ya uendeshaji wa kujitegemea utaanzisha enzi mpya ya magari ya umeme na yanayojiendesha yenyewe, yanayotumiwa kwa pamoja na kubadilisha kabisa usafiri mijini. Usafiri kama huduma, unaona usafiri ukitumika kama huduma, sawa na umeme au data ya simu, na kutoa urahisi na kubadilika kwa kiwango ambacho hakijawahi kuonekana. Mabadiliko kuelekea magari ya umeme tayari yanaendelea kwa kasi, yakichochewa na maendeleo ya kiteknolojia, motisha kutoka kwa serikali na wasiwasi wa kimazingira. Mauzo ya magari ya umeme yamekuwa yakiongezeka kwa utaratibu na yanatarajiwa kuongezeka zaidi kadri mauzo ya magari yanayotumia injini za mafuta yanavyopungua. Mauzo ya magari ya umeme duniani yamekuwa kwa kasi kubwa kutoka karibu hakuna mwaka 2010 hadi kufikia 25% ya mauzo yote duniani ifikapo mwaka 2025. Gharama za betri zimeporomoka na kufanya magari ya umeme kuwa nafuu zaidi, huku magari ya umeme ya dola 5,500 tayari yakiwa yanapatikana nchini China. Tesla pia wameahidi magari ya umeme ya bei nafuu ifikapo mwaka 2025. Maendeleo katika teknolojia ya betri na faida za uzalishaji mkubwa yamefanya magari ya umeme kushindana bei na magari yanayotumia petroli. Baadhi ya serikali, hasa China, zimeweka sera za kuhamasisha matumizi ya magari ya umeme, zikiwemo punguzo la kodi na ruzuku. Kutokana na hilo, 45% ya mauzo ya magari mapya nchini China mwaka 2024 yalikuwa ni magari ya umeme. Sheria kali zaidi za utoaji wa hewa chafu kwa magari yanayotumia injini za mwako wa ndani pia zimewekwa katika baadhi ya nchi. Kwa mfano, nchini Norway, 90% ya mauzo ya magari mapya ni magari ya umeme, na sasa kuna magari ya umeme mengi zaidi barabarani kuliko yale yanayotumia injini za mwako wa ndani. Watumiaji wa magari wanazidi kufahamu athari za mazingira zinazotokana na chaguo lao la usafiri. Magari ya umeme yanatoa mbadala safi na endelevu zaidi kuliko magari yanayotumia petroli. Kadri wasiwasi kuhusu mabadiliko ya tabia nchi unavyoongezeka, watumiaji wengi zaidi wanachagua magari ya umeme ili kupunguza kiwango chao cha utoaji wa kaboni. Maendeleo katika teknolojia ya betri za hali imara, yani SSB, yamepunguza zaidi gharama za betri na utengenezaji na kufanya magari ya umeme kuwa nafuu zaidi kwa watumiaji. Usafiri kama huduma au TaaS unawakilisha mabadiliko makubwa katika jinsi tunavyofikiria na kutumia usafiri. Inatazamia siku zijazo ambapo watu watapata huduma za usafiri wanapozihitaji badala ya kumiliki gari binafsi ambalo hukaa limeegeshwa zaidi ya 94% ya muda wake. TaaS inaendeshwa na uendeshaji wa magari wa kujitegemea, magari ya umeme na muunganiko wa simu za mkononi. TaaS inatoa urahisi zaidi, unafuu na upatikanaji mkubwa kwa watu binafsi. Watumiaji wanaweza kuita gari wanapohitaji, hivyo kuondoa hitaji la maegesho na matengenezo. TaaS inaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa gharama za usafiri kwa sababu watumiaji wanalipa tu kwa umbali wanaosafiri. Kwa mtazamo wa kijamii, TaaS inaweza kupunguza msongamano wa magari, mahitaji ya maegesho na utoaji wa gesi chafuzi. Magari yanayojiendesha pia ni salama mara 9 zaidi na yanaweza kuongeza usalama kwa kupunguza ajali zinazotokana na makosa ya kibinadamu.
TAAS inaweza kuongeza upatikanaji wa usafiri kwa wazee, watu wenye ulemavu na wale wanaoishi maeneo yenye usafiri wa umma mdogo. Kwa kutoa usafiri wa bei nafuu unaopatikana kwa mahitaji, TAAS inaweza kukuza ujumuishaji mkubwa wa kijamii. Kupungua kwa gharama na maendeleo katika vifaa vipya kunafanya magari ya umeme kuwa nafuu zaidi, jambo linalochochea zaidi matumizi ya TAAS. Kadri magari ya umeme yanavyopatikana kwa urahisi zaidi, athari yake kwa TAAS itakuwa kubwa, ikitoa chaguzi za usafiri za gharama nafuu na endelevu zaidi. Mapinduzi ya usafiri yanasukumwa na muunganiko wa teknolojia kadhaa zenye kuvuruga na kuleta athari ya ushirikiano mkubwa. Muunganiko huo ni wa kuzidisha na unasababisha kasi ya mabadiliko kuwa ya kasi sana. Katika kiini cha mapinduzi haya kuna gari la umeme linalotoa mbadala safi na endelevu zaidi kuliko magari ya kawaida yanayotumia petroli. Maendeleo katika teknolojia ya betri na uchumi wa uzalishaji mkubwa yanashusha gharama za magari ya umeme, huku motisha za serikali na ongezeko la mahitaji ya wateja vikiharakisha mabadiliko haya. Teknolojia ya uendeshaji wa magari bila dereva inaahidi kuongeza usalama na kuboresha mtiririko wa magari barabarani. Muunganiko wa magari ya umeme na teknolojia ya uendeshaji wa magari bila dereva unaweka msingi wa usafiri kama huduma. Majukwaa ya TAAS yanaunganisha wasafiri na chaguo za usafiri zinazopatikana papo hapo kupitia programu ya simu. Mabadiliko kuelekea mfumo wa usafiri unaotegemea magari ya umeme, uendeshaji wa magari bila dereva na TAAS hayakosi changamoto. Changamoto hizi zinajumuisha hitaji la uwekezaji mkubwa kwenye miundombinu, mabadiliko ya kisheria na kushinda upinzani wa watumiaji. Hata hivyo, faida za kiuchumi ni kubwa zaidi kuliko gharama za kutofanya chochote. Kukubali mabadiliko haya kunaweza kuleta uchumi endelevu na wenye ufanisi zaidi. Mabadiliko haya yataangamiza sekta zinazotegemea injini za mwako wa ndani, lakini yataunda sekta mpya, kuzalisha ajira na kufungua mabilioni ya dola katika thamani ya kiuchumi. Pia yatachochea ubunifu na ushindani katika soko la kimataifa. Mabadiliko kuelekea magari ya umeme yataunda soko kubwa jipya kwa magari ya umeme, betri na miundombinu ya kuchaji. Upanuzi huu wa soko utachochea maendeleo zaidi ya kiteknolojia. Hii itasababisha mamilioni ya ajira mpya katika utengenezaji, uhandisi na ukuzaji wa programu. Ajira hizi zitakuwa katika sekta mbalimbali, zikitoa fursa tofauti za ajira. Teknolojia ya uendeshaji wa magari bila dereva itasababisha mifumo mipya ya biashara na vyanzo vya mapato. Kampuni zitabuni katika maeneo kama huduma za usafiri, uchambuzi wa data na suluhisho zinazoendeshwa na AI. Magari yanayojiendesha yanaweza kutumika katika huduma za usafiri wa abiria na magari ya kusambaza mizigo, na hivyo kuleta fursa mpya. Huduma hizi zitaboresha usafiri mijini na kupunguza msongamano wa magari barabarani. Moja ya faida kubwa zaidi za kiuchumi za magari ya umeme ni kupungua kwa gharama za mafuta na matengenezo. Magari ya umeme ni rahisi kuendesha na kutunza ikilinganishwa na magari ya kawaida yanayotumia injini za mwako wa ndani. Kwa kampuni za teksi, hii inamaanisha kupungua kwa gharama za uendeshaji na faida kubwa zaidi. Kupungua kwa uhitaji wa mafuta na matengenezo kunaweza kusababisha bei shindani zaidi na huduma bora kwa wateja. Mapinduzi haya ya usafiri yatakuwa na athari chanya katika uchumi mzima. Yatakuza jamii iliyounganishwa zaidi, yenye ufanisi na ustawi mkubwa. Sekta ya usafiri ni mchangiaji mkubwa wa utoaji wa gesi chafu na uchafuzi wa hewa. Kuhamia kwenye magari ya umeme, uendeshaji wa kujitegemea na TAAS kunatoa fursa ya kipekee kukabiliana na changamoto hizi. Magari ya umeme yana jukumu muhimu katika kupunguza kaboni kwenye sekta ya usafiri kwa kupunguza kwa kiasi kikubwa utoaji wa gesi chafu na kuboresha ubora wa hewa. Kadri gridi ya umeme inavyopokea vyanzo vya nishati mbadala, faida za kimazingira za magari ya umeme zitakuwa dhahiri zaidi. Teknolojia ya uendeshaji wa kujitegemea inaweza kuongeza uendelevu kwa kuboresha mwendo na kasi ili kupunguza matumizi ya nishati. Upokeaji mkubwa wa magari yanayojiendesha yenyewe na TAAS unaweza kupunguza idadi ya magari barabarani kwa ujumla, kukuza usafiri wa pamoja na kuboresha matumizi ya magari. Ufanisi huu ulioongezeka unapelekea kupungua kwa utoaji wa hewa chafu na mfumo endelevu zaidi wa usafiri. Mabadiliko ya kuelekea mfumo wa usafiri unaotegemea magari ya umeme, uendeshaji wa kujitegemea na TAAS hayakosi changamoto zake. Mabadiliko haya yanawakilisha mageuzi makubwa katika namna tunavyofikiria kuhusu usafiri na uhamaji.
Kukabiliana na changamoto hizi kutahitaji ushirikiano kati ya serikali, viongozi wa sekta na watumiaji. Kila mdau ana jukumu muhimu la kutekeleza ili kuhakikisha mabadiliko haya yanakwenda vizuri. Changamoto moja kubwa ni hitaji la miundombinu imara ya kuchaji magari ili kuunga mkono upokeaji mkubwa wa magari ya umeme. Bila vituo vya kuchaji haraka vya kutosha na viwango vya pamoja vinavyoweza kutumiwa na wote, matumizi ya magari ya umeme kwa wingi yatakwamishwa. Hili linahitaji uwekezaji mkubwa katika vituo vya kuchaji, uboreshaji wa gridi ya umeme na teknolojia za kuchaji kwa akili. Uwekezaji huu ni muhimu ili kuunda mtandao wa kuaminika na wenye ufanisi kwa watumiaji wa magari ya umeme. Changamoto nyingine ni uundaji wa kanuni na viwango vya usalama vya kina kwa magari yanayojiendesha yenyewe. Viwango hivi ni muhimu ili kuhakikisha magari yanayojiendesha yenyewe yanaunganishwa kwa usalama barabarani. Kuhakikisha usalama wa magari yanayojiendesha yenyewe ni jambo la msingi, na serikali zinapaswa kuweka miongozo iliyo wazi. Miongozo hii itasaidia kujenga imani ya umma katika teknolojia ya magari yanayojiendesha. Mabadiliko kuelekea TAS pia yatahitaji kufikiria upya upangaji wa miji na miundombinu. Miji inapaswa kubuniwa upya ili kuendana na aina mpya za usafiri. Miji italazimika kubadilika kwa kutenga nafasi zaidi kwa watembea kwa miguu, waendesha baiskeli na vituo vya usafiri wa pamoja. Hii itachangia mazingira ya mijini kuwa endelevu na yenye ufanisi zaidi. Mabadiliko haya yatakuwa na athari kubwa kwa wafanyakazi na hivyo kuhitaji programu za kuwafundisha upya. Wafanyakazi watalazimika kujifunza ujuzi mpya ili kufanikiwa katika sekta ya usafiri inayobadilika. Serikali na viongozi wa sekta wanapaswa kuwasaidia wafanyakazi kubadilika na kupata nafasi mpya katika mfumo wa usafiri unaoendelea kubadilika. Msaada huu ni muhimu kwa mabadiliko yenye mafanikio na jumuishi. Watengenezaji wa magari ya jadi yanayotumia injini za mwako wa ndani ECE wanakabiliwa na changamoto kubwa kutokana na kuongezeka kwa magari ya umeme ya bei nafuu na huduma za usafiri kama huduma TAS. Mabadiliko ya upendeleo wa wateja kuelekea magari ya umeme na chaguzi za usafiri wa pamoja yanatishia sehemu yao ya soko. Ili kubaki na ushindani, watengenezaji wa magari ya ICE lazima wabuni na wajibadilishe. Hii inajumuisha kuwekeza katika teknolojia ya magari ya umeme na kuchunguza mifumo mipya ya biashara inayolingana na TAS. Mabadiliko haya yatahitaji mabadiliko makubwa katika michakato ya utengenezaji na ujuzi wa wafanyakazi. Watengenezaji wa magari ya ICE lazima wapitie changamoto hizi ili kubaki muhimu katika mazingira ya usafiri yanayobadilika. Muunganiko wa magari ya umeme, uendeshaji wa magari bila dereva na TAS unatarajiwa kubadilisha kabisa taswira ya usafiri. Katika mustakabali huu, miji itapangwa upya kwa kuzingatia watu badala ya watu, na maeneo ya ziada ya barabara na maegesho yanaweza kutumika kwa manufaa ya jamii. Barabara zitakuwa maeneo hai ya umma yenye njia maalum za magari yanayojiendesha yenyewe, njia za baiskeli na njia za watembea kwa miguu. Msongamano wa magari na adha za maegesho zitabadilishwa na chaguzi laini za usafiri, ikiwemo matumizi ya magari yanayoruka. Haya tayari yanatengenezwa nchini China na watengenezaji kadhaa akiwemo Tesla sasa wanatengeneza magari yanayoruka ambayo yanaweza kufanya kazi barabarani na angani. Usafiri wa kwenda kazini utapata maana mpya ambapo wasafiri wataweza kupumzika, kufanya kazi au kuzungumza na wenzao ndani ya magari yanayojiendesha yenyewe. Safari za umbali mrefu zitabadilika kabisa kwa ujio wa treni za kasi zinazojiendesha na ndege za umeme. Faida za kimazingira zitakuwa kubwa, ikiwa ni pamoja na hewa safi na barabara tulivu. Kutegemea mafuta ya kisukuku kutapungua na nafasi yake kuchukuliwa na vyanzo vya nishati mbadala. Mapinduzi haya ya usafiri yatazalisha sekta mpya na mamilioni ya ajira mpya. Gharama za usafiri zitapungua na hivyo kuchochea ukuaji wa uchumi. Upatikanaji wa usafiri utaongezeka na kutoa chaguzi za uhamaji kwa wote na kukuza ujumuishaji mkubwa wa kijamii. Mamlaka za miji zitalazimika kubadilika, zikilenga miundombinu ya kisasa na usimamizi bora wa usafiri wa umma. Kampuni za mafuta zitakabili changamoto kubwa wakati mabadiliko kuelekea nishati ya umeme na mbadala yatakapopunguza mahitaji ya mafuta ya kisukuku. Mapinduzi ya usafiri yamefika. Muunganiko wa magari ya umeme, uendeshaji wa kujitegemea na TAS unawakilisha fursa ya kipekee inayotokea mara moja kwa karne. Mabadiliko haya yanahitaji uongozi jasiri, fikra bunifu na utayari wa kupinga hali ilivyozoeleka. Serikali zinapaswa kuweka sera za kusaidia upokeaji wa magari ya umeme na teknolojia ya uendeshaji wa kujitegemea.
Viongozi wa sekta wanapaswa kuendelea kubuni na kuendeleza mifumo mipya ya kibiashara. Watumiaji wanapaswa kukubali teknolojia mpya na chaguzi za usafiri kwa ajili ya mustakabali endelevu. Kwa kukumbatia mapinduzi haya, tunaweza kuunda ulimwengu ambapo uhamaji unaongoza kwenye mustakabali mzuri zaidi. Habari. Umeona sasa kwamba dunia inakaribia kubadilika. Njoo unione katika iGrandad na utaona kwa undani zaidi kitakachotokea. Kwa heri.